Ndugu zangu namnani? Ureweji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitoe shukrani za aina yake kwako wewe kuja kutembelea VETA. Tangu wewe Waziri Mkuu umetembelea Wizara ya Elimu, ulitukaribisha kwanza kwenye ofisi yako, ulikuja kuzindua kampasi, kuweka jiwe la msingi kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kule, na umeweka jiwe la msingi kwenye kampasi ya Chuo Kikuu Mzumbe pale Tanga. Leo uko na sisi hapa kwenye mradi wa VETA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya mambo ya uwekezaji katika elimu ambayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yanaenda vizuri. Kuna mkwamo hapa na pale kidogo, lakini matumaini yetu ni makubwa. Kwa mfano, katika mradi wa Higher Education for Economic Transformation, takriban kila mkoa hapa kuna ujenzi. Nimeeleza ulienda Lindi na Mzumbe. Makamu wetu wa Rais alikuwa Kagera kuzindua kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliweka jiwe la msingi Rukwa, kampasi ya Mbeya University, na amezindua majengo Buyu Zanzibar ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Humo ujenzi ni wa takriban trilioni 1 na unaenda vizuri kweli kweli. Humu kwenye VETA ambayo nitaeleza kwa kifupi sana faida yake hasa kwa vijana. Tamko la ujenzi wa VETA kwenye wilaya 64 ambazo zilikuwa hazina VETA na hakuna mkakati wa kujenga VETA. Tuna VETA nyingine tunajenga Kigamboni kwa fedha za ndani ya VETA. Hiyo zitakuwa VETA 65 za wilaya. Tamko hilo lilitolewa tarehe 14 mwezi wa 6 2022 kwenye bajeti kuu ya serikali. Ilitengwa shilingi bilioni 100, na tulielezwa maelekezo ya rais wetu kwamba angependa kila wilaya hapa Tanzania ambayo haina VETA ya serikali ipate VETA, na vile vile kila mkoa hapa Tanzania ambao hauna VETA ya mkoa wapate VETA. Kwa maelekezo hayo, kazi ilianza mara moja kuhakikisha kwamba tunaanza ujenzi wa VETA ile hizo bilioni 100 ambazo zilikuwa ni kwa mwaka wa fedha 2022/23 ukamilike, tumalize bilioni hizo 100, tuingie awamu ya pili. Kwenye awamu ya kwanza kila VETA tunajenga majengo ambayo ni majengo 9 kwenye VETA za wilaya, isipokuwa ile ya mkoa ya Songwe tumeanza majengo 25 moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya tamko hilo la bajeti kuu la tarehe 14 Juni 2022, wizara mara moja iliamua kuanza kuwasiliana na wakuu wa wilaya na hasa wabunge tupewe ardhi. Tuliona tukinunua ardhi fedha zitapelea sana. Kwa hiyo tukaomba kila wilaya ambayo haina VETA tupewe ardhi. Na naomba niseme, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wanasami wasikie, Mheshimiwa Dr. David Matayo alikuwa mstari wa mbele. Kila siku ametukaba koo, anatuambia ardhi ipo, njooni Same mwanze ujenzi hapa. Alikuwa ni mtu wa mfano. Kwa hiyo tukapambana kupata ardhi. Jambo la pili, tuliona ili tumalize shilingi bilioni 100 katika mwaka mmoja wa fedha, tuhakikishe tunafanya manunuzi ya pamoja. Badala ya kusema wanaojenga hapa wakanunue, wanaojenga sijui Buchosa wanunue na kadhalika, tuliamua kufanya ununuzi wa pamoja, na ili tuokolea fedha nyingi sana. Kwa hiyo iliamuliwa kwamba wakati tunafanya force account, ujenzi hapa, saruji, nondo na vile vitu vingine, tuliingia mkataba na makampuni ya uzalishaji na tulipewa msamaha wa kodi ili tuweze kuleta material kwenye site, tukijua kwamba ndani ya ule mwaka mmoja zile bilioni 1 zitamaliza majengo 9 ambayo yalikuwa yajengwe. Na kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeokoa shilingi bilioni 6. Na niseme hivi, ni kweli simenti imetoka Mbeya
tulitangaza kwanza, tuliita wazalishaji wa saruji wote Tanzania, wakapewa taarifa kwamba tunatangaza tenda ya kununua saruji. Tuliamua kupanga Tanzania kwa zone. Kwa mfano, matumaini yetu ni kwamba Tanga Cement angesubmit tenda ili yeye alete simenti kutoka Tanga kujenga katika zoni ya huku, na Mbeya afanye hivyo, Dangote afanye kusini. Waliitwa, walielezwa, na tangazo la kuita tenda liliwaeleza hivyo. Kila mwenye kiwanda alete ili tuweze kujenga. Kwa bahati mbaya, waliosubmit tenda walikuwa ni makampuni mawili tu, na hilo moja dokumenti zake hazikukamilika, hakuweka vitu vingine vya kisheria. Tulikuwa na choice ya kusitisha tenda tutangaze upya, lakini bilioni 100 zilitakiwa zitumike ndani ya mwaka huo huo wa fedha, na tukapiga hesabu tukaona na tumehakiki, hata ingekuwa ni Mbeya Cement analeta simenti Tanzania nzima kwenye hizo VETA zote 65, 64 za wilaya na moja ya mkoa, bado tumeokoa fedha kuliko kama tungenunua kila sehemu, kwa sababu mjenzi wa hapa hawezi kuwa na mkataba na mzalishaji apate msamaha wa kodi na kupata discount. Kwa bado kwa kununua simenti mahali pamoja, hata kutoka Mbeya tumeokoa, na manunuzi ya jumla yameokoa jumla ya bilioni 6 za serikali kwa sababu ya uamuzi huo. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kamkwamo nilikunong'oneza, na wewe umekuja hapa, tunaona moshi mweupe. Sasa hivi tunajua katika ujenzi wa vyuo 65 viko vyuo ambavyo tunavijenga sasa hivi 13 vina saruji ambayo haijatumika, nyingine imekaa kwa muda kidogo. Katibu mkuu aliandika barua kutoa kibali saruji hiyo itumike kwenye ujenzi wowote wa serikali. Kama mkurugenzi anajenga shule, achukue saruji hiyo. Barua hiyo ilitumwa, lakini wanunuzi wengi, pengine sijui ni sheria, wanaona ugumu kuja kuchukua simenti hapa, alafu wenyewe baadaye watanunua simenti wairudishe hapa. Lakini tunahakiki saruji yote pale Handeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, alikuwa kiongozi pale aliyekwenda na kusema saruji imeharibika. Tulitaharuki sana, tulipeleka TBS ili hakiki ile saruji, na mpenda kuhakikisha kwamba ni mifuko 4 tu ilikuwa imeharibika. Saruji nyingine yote imetumika kwenye ujenzi, na naibu waziri TAMISEMI yuko hapa, nimemuuliza, amesema na anajua ujenzi pale VETA ya Handeni inaenda vizuri. Kwa hiyo sisi tunapenda kusema kama trilioni 1 takriban ya hiti tunajenga Tanzania nzima mpaka Kilimanjaro, hakuna changamoto. Tatizo ya VETA ni kale kamkwamo, na tunaamini tutakamaliza. Kwa hiyo saruji iliyoko hapa na saruji iliyoko sehemu nyingine yote tutazipima vile vile kuhakikisha kwamba bado inaweza kutumika. Matumaini yetu ni kwamba bado unaruhusu, lakini kubwa kuliko yote ni kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba spidi ya ujenzi wa VETA ambao ni takriban bilioni 2 na ushee isituyumbishe, wakati tuna miradi ya trilioni. Hii ni bilioni 200. Trilioni inakwenda bila kukwama, bila saruji kulundikana, bila nondo kuzurundikana, na ujenzi unaenda vizuri. Naamini kwa sababu VETA ni muhimu na ni agizo la Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tutasonga kwa kasi ile ile ya matarajio yake kuhakikisha kwamba ujenzi huu unafanyika na unakamilika haraka. Nimalizie kwa kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, juzi hapa tulizindua moja ya ahadi ya rais wetu ya ndani ya siku 100, nayo ilikuwa ni kuwa na mpango wa kuwaunganisha vyuo pamoja na waajiri ili kuweka mkakati mzuri wa kutoa elimu yenye ujuzi na kusaidia wahitimu wapate ajira kwa haraka sana. Sisi tulikamilisha mpango huo. Makamu wa Rais alitupa heshima kuja kuuzindua, lakini tulikuwa na mazungumzo na jopo la waajiri. Walieleza mambo ambayo ni vizuri vijana waelewe
kuhusu ni nini kinaweza kufanyika VETA. Mmoja alieleza yeye anauza aluminium profile, madirisha aluminium Tanzania nzima. Alionyesha kwamba anapata shida kupata mafundi wazuri wa kwenda kufunga madirisha kwa vipimo vya kila nyumba. Tulishaongea naye, ana mkataba na VETA. Kwa maelekezo ya rais na ule mpango, sasa hivi tutahakikisha kwamba vijana wetu wanafundishwa, ili watu wakijenga nyumba, wakitoka pale wanaweza kufunga madirisha hayo, wanaweza kuweka tiles na vitu vingine. Lakini kwa huyu mjasiriamali alienda Zambia kuanzisha biashara yake hiyo hiyo, anaitwa Aluminium Emirates Profile. Ameenda kule, amesema hakuna mafundi. Sasa anatuambia tukishirikiana na VETA, vijana wetu wataenda Zambia, watafanya kazi, watapata ajira. Na hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukienda Moshi, najua ziara yako ni mambo mengi na ni mchapa kazi, lakini muda hautaruhusu. VETA ya Moshi pale ina makubaliano na makampuni ya madini, inafundisha vijana masuala ya mining. Wako wa Tanzania, wako Mauritania, Guinea Conakry, Congo, Ghana, Namibia, wamesoma VETA ya pale na tayari wana ajira. Mmoja nilimuomba ruhusa nimtaje, anaitwa Oscar Mboya. Yeye kasoma VETA ya pale Moshi, akafanya kazi kwenye kampuni kama technician, akaipelekwa Namibia, akaibiwa kama wachezaji wa mpira wa Simba walivyo wazuri wanavyoibiwa mara nyingi. Amshangilie jamani. Akatoka akaenda Senegal, amefanya Mauritania, sasa hivi yuko Guinea Conakry. Hayo ni matunda ya VETA. Kwa hiyo maono ya rais wetu kwamba hizi VETA zijengwe, zikamilike, ni fursa kubwa sana kwa vijana kwa ajili ya kupata ajira. Dr. Samia oye! Wapare msiniangusha. Dr. Samia oye! Haya, nikiongeza sauti nenda juu, nikishusha nenda juu zaidi, nikinong'ona sema mpaka asikie. Dr. Samia oye! Dr. Samia oye! Dr. Samia oye! Dr. Mwigulu oye! Dr. Mwigulu oye! Dr. Mwigulu oye! Sisi tuna imani kubwa na wewe Mheshimiwa Waziri. Tunakuona unavyohangaika, unafanya mikutano mingi sana kuanzia asubuhi mpaka jioni, unasikiliza wananchi. Sisi tunasema kwa VETA ujio wako tunasema ni moshi mweupe, tuna matumaini makubwa, na kama kuna kamkwamo nilikunong'oneza, nina uhakika sasa hako kamkwamo katapata tiba yake. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuomba uongee na hadhara hii. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.